Hapo mwanzo kulikuwa na Neno, naye Neno alikuwa kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwako tangu mwanzo pamoja na Mungu. Vyote viliumbwa kwa njia yake, wala pasipo yeye hakikiumbwa chochote kilichoumbwa. Kwake yeye, ndani yake ndimo muishimo, nayo ndiyo nuru ya wanadamu. Nuru yang'aa gizani, nayo gizani haikuishinda. Kulikuwa na mtu mmoja aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Yeye alikuja ili awe shahidi, aishuhudie ile nuru, wapate kumwamini kila mtu kwa njia yake. Yeye mwenyewe hakuwa nuru, bali alikuja ili atoe ushahidi juu ya nuru. Nuru ile iliyo kweli, idhihirishayo kila mtu, ilikuwa inakuja ulimwenguni. Nuru ilikuwako ulimwenguni, na ulimwengu ulikuwako kwa njia yake, wala ulimwengu haukumjua. Yeye alikuja kwake, nao wasiomkubali, bali wale waliompokea aliwawezesha kuwa wana wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale wanaomwamini jina lake, ambao hawakuzaliwa kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya Mungu. Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Yeye alikuwa yule niliyesema, anakuja nyuma kuliko mimi, kwa sababu alikuwako kabla yangu. Maana tumeipokea sisi sote katika ukamilifu wake, neema juu ya neema. Maana torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli kwa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati pekee katika kifua cha Baba, ndiye aliyemweleza. Na hii ndio ushuhuda wa Yohana, yeye alipotumia Wayahudi kuwatoa makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu kumuuliza. Yeye ndiye niliyesema, anakuja mtu aliye nyuma yangu. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, nyosheni njia ya Bwana, kama alivyonena nabii Isaya.